kutubu dhambi. Hii ni kitu imelemea watu. Hii ni kitu watu wamefundishwa, lakini hawajajua kutubu dhambi. Hawajajua maisha haya ya kutubu dhambi, mtu anafaa kufanya nini. Amen. Haleluya. Kuna njia 3 ambazo watu wanatumia katika kutubu, na zote hizo njia utakuja kuzijua sasa hivi na uweze kuangalia, haleluya, aina 7 za toba. Amen. Na kufundisha. Njia ya kwanza katika hizi njia 3, amen, ni wale watu ambao wanasikia na wanajua kwamba wamefanya dhambi, and they are so sincere with that, and they go repent and they stop. Hiyo mambo inaisha. Amen. Kuna roho zingine ambazo wao wanajua kwamba wako na dhambi, and what happens in them, wanajua wako na dhambi, and then they go, they repent, and they forget that they had done this sin, and they repented, so they can do those sins again. Amen. Wale watu ambao, this is number 2, wale watu ambao anajua nimefanya dhambi, anaenda anatubu, anasahau alifanya dhambi na akatubu, na akaamka baada ya siku chache akaanza kuendelea na ile dhambi, na akaishi katika hiyo dhambi. Hiyo ni aina nyingine ya watu. Hallelujah. Hallelujah. And the number 3, the other group ambayo ni group ya 3, kuna watu ninaitanga trickers. Watu wa kutrick. They know they have sinned, they repent, and then they try to trick God. They try to trick. Namna gani? Wanajaribu kuona kwamba now that this has gone, I can start afresh. I can start a new thing that does not look like this. They tilt that sin a little bit, and then they do that new, that recreated sin, they proceed with it. 3 kind of ways ambazo zinapatikananga at the end of repentance, at the end of confession. Ya kwanza, very sincere, nimeona dhambi zangu, nimetubu na nimeacha, and I will never do them again. Number 2, ni wale watu ambao wamefanya dhambi, wakatubu na wakasahau, wakaendelea nazo tena. Na number 3, ni watu ambao wamefanya dhambi, wametubu, lakini kwa sababu wanataka kuendelea na dhambi hiyo hiyo, wanaiunda upya isifanane na vile waliifanya mara ya kwanza, wakaifanye upya ikiwa kama ni kitu kipya. Amen. Hallelujah. Katika hizo njia, Bwana asifiwe, ni gani mzuri? Ni gani mzuri? Ni ya kwanza. Hebu jiulize, mimi niko kwa gani? Kwa ya kwanza, kwa ya pili, ama kwa ya 3? Nataka nikuletee watu katika Bwana walio katika maandiko ambao wanapatikana na mambo haya, na uone mwisho wao uliisha namna gani. Kuliendaje katika maisha yao baada ya kutubu na kuacha? What really happened in their lives? Baada ya kutubu na kusahau na kuendelea tena, what happened in their lives? Baada ya kutubu na tena kupindua ile dhambi na kuifanya kwa njia nyingine mpya. Amen. Then how did they end? Maisha ya wokovu, it is all about confession of sin. Salvation and confession of sin, it is a brother and a sister. They walk together. Ukikuta wokovu ambapo hakuna kutubu, amen, huo tena sio wokovu. In the book of Romans 3 verse 23, all have sinned and they have fallen short of God's grace. Hebu nisome hapo. Romans 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory, and they have fallen short of the glory of God. All. How many? All. Mungu kazi yake ni kuhakikisha kwamba he fixes a problem in the human beings, ama in humanity. Otherwise, kama Mungu hatasuluhisha shida ya wanadamu, kutakuwa na taabu siku ya mwisho.
because he will end up not having one in heaven. The devil is so determined. The devil is so determined to make sure all goes to hell. Not one, all. Hallelujah. Na nini nasema hivyo? The devil is so determined to make sure all goes to hell. And God is determined to make sure all goes to heaven. Amen. Ndio Paulo anaambia Waroma, na kwa sababu wote wamefanya dhambi na wakaambulia patupu na wakaanguka wakakosa neema ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Soma sasa na uteremke. And fallen short of the glory of God. And fallen short of the glory of God. And are justified. And what? And are justified. And are justified. Freely by His grace. Freely by His grace. Through the redemption. Through the redemption. That came by Jesus Christ. That came by Jesus Christ. And now Christ says, hallelujah. Amen. Repent ye your sins. Tubuni dhambi zenu. That's the way. Sameheni wale waliowakosea. That's the way. Kwa hivyo, because Christ came to redeem us, the way of redemption is the way of confession. Kutubu dhambi zile tulizo nazo. Pasipo na toba hakuna mahali unaenda. And people sin every day. Amen. Tubu kila siku. Tubu kila jioni. Tubu kila saa. Tubu kila dakika. Keep telling your spirit and your soul, I repent. Cleanse me, Lord. Cleanse me, Lord. Cleanse me, Lord. Nitakase. Nitakase. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The heart of a human being, how does it look like when it is surely meaning to confess? Inakaa namna gani? Kitu cha kwanza, hiyo roho ya mtu lazima mwanzo ijue kwamba nimefanya dhambi, na nimefanya dhambi gani. Usifanye kama mtu mlevi, akienda akunywe jioni, kesho ukimuuliza ulikunywa wapi ukalewa hivi, hawezi kukuambia. Wengi ni wale wanafikiria walimalizia kwa Karomaido, lakini walienda wapi? Haleluya. Walienda kumalizia kwa Njoroge na Chang'aa. Bwana asifiwe. Haleluya. Lazima roho yako iwe inajua kwamba umefanya dhambi. That's the first quality of somebody who goes to the Lord. Ukienda kwa Mungu, you don't know what sin you are repenting or confessing, you are disqualified. Straight away. You are disqualified by Lord and the angels. Mwambie atoe kelele. Atuondolee kelele. Baba nitakase, nitakase, nitakase Mungu wa Israeli. Jehova, nitakase, nitakase. Utakaswe nini? Unatakaswa nini? Enda uambie Mungu. Enda mbele zake, Lord, I've sinned against you. I have stolen today. That's how we confess. Nimetukana mtu. Nimechapa mtu. Hallelujah. Mungu, nimekuja mbele zako. Nitubu dhambi. Kwa sababu gani? Nimefanya 1, 2, 3. Confession means you mention those things. Mention them. And Jesus came, He set us free, and He makes us free. Amen? Amen. By paying a price. And the price was His blood. Amen. Amen. Now that we are free, we must keep on confessing those things that made us in the first prisoners. Na kwa sababu tumesoma tukaambiwa kwamba na wote walifanya dhambi wakapungukiwa na neema ya Bwana. Hallelujah. Sasa kila siku uwe unatubu. You must stand up and say, Lord, I have sinned against you. Whom do you go to confess to? To the Lord. To God.
Because anytime we violate by sinning, we offend God. Amen. Unamwambia Lord, I have sinned. Nimefanya kosa. Nimefanya makosa. Hebu nisomee kitabu cha Exodus 10 verse 16. Inasema nini? Wacha nisome. Hapo Farao aliwaita Mose na Aruni kwa haraka, akawaambia, nimetenda dhambi dhidi ya Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, na dhidi yenu. Kwa hiyo sasa nawasihi mnisamehe dhambi yangu mara hii moja tu, mkaniombee kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, aniondolee kifo hiki. Problem had come in the land of Egypt. Kukawa na taabu sana. Amen. Amen. Mara maji imekuwa damu, mara vyura vimejaa kwa nyumba, mara vitu vinavyochoma vinatoka angani vinachoma watu, mara watoto wa kwanza ndio hao wamekufa, mara nchi imejaa nzige na magonjwa ya tauni. Haleluya. Firauni akaangalia akasema hapana. Now he comes to his senses. Akaenda akamwambia Harun, kuja. Moses, kuja. I have sinned. Nimefanya dhambi kwa Mungu wenyu na kwenyu. Niombeeni nisamehewe na niondolewe kifo hiki. That's an act. You don't just confess like that. You must say, I have sinned against you. I have sinned against you, God, and I have come. Forgive me. Mara tauni ikaondolewa. Ile shida ilikuwa imejaa Israeli ikaondolewa. And then tomorrow is forgotten. Kesho amesahau. Musa akamwambia, unajua ile taabu ilikuwa inakuja kwa sababu umekataza wana wa Israeli waende. And then he says, no. How they will not go. Hawataenda. Sasa Musa akauliza, Firauni, si umeniambia saa hii tukuombee Mungu akusamehe? Si saa hii umesema I have sinned against you and I have sinned against your God. Tell your God forgive me, and our God forgave you. Akaondoa ile tauni, akaondoa ile shida. And tomorrow, maybe after 1 week, wakati Musa alikuja akawaambia, nipatie wana wa Israeli niende na wao jangwani tukamwabudu Bwana. Amesahau. Kuna watu wako hivi. Today they will go repent. Oh Jehova, nimetubu sana Baba, nimefanya vibaya, nisamehe. Meet them Monday. Meet them Friday. Utashangaa sana. Kile kitu ambacho walifanya wakaanza kuumia ndio watubu wanakifanya tena. They are doing it. Hawa watu neno inasemanga kwamba nitawahesabia hatua katika maisha haya. Tawapunguza pole. Nitaondoa heshima. Nitaondoa tegemeo kwa maisha yao. Pole. Nitawaadhibu pole. Na siku ya mwisho nitawamaliza. Firauni aliangamia baharini sababu ya kusahau. He forgot that this God I'm praying around is a powerful God. Moses had to run 10 times kwa Firauni. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4, 5, 6, 7, 8, mara ya 9, mara ya 10, a resolution was passed. We will not continue like this. Hatutaendelea hivyo. Tumana. Pea watu wale wako maagizo. Waambie wachinje mbuzi mdogo. Tell them to usher in Christ. That was the Lamb of the Lord. Hallelujah. And tell them to lock their doors to remain. The angel of the Lord is coming. There will be no more repenting. There will be no more confession. But we are coming to finish them. We will not listen. And the Lord stops listening to the people at the 10th and the 9th time. Ndio unasikia kwa Katoliki wanasema tuombeni maombi ya novena. You don't know what this novena are. Numbers 22. But
Numbers 22 and also Numbers 31 verse 15. Wacha nisome 22 verse 2. Mfalme Balak mwana wa Sipori alijua mambo yote wa Israeli walioyatenda Waamori. Yeye pamoja na Moabi wakashikwa na hofu kubwa juu ya Waisraeli. Waliwaogopa sana, hasa kwa sababu ya wingi wao. Basi wa Moabi wakawaambia viongozi wa Midiani, umati huu punde si punde utaharibu kila kitu kando kando yetu, kama fahari alavyo majani shambani. Kwa hiyo Balaki mwana wa Sipori, aliyekuwa mfalme wa Moabi wakati huo, akapeleka ujumbe kwa Balaam mwana wa Beori huko Pethori karibu na Efrati, nchi Amamu. Alimwambia Balaamu hivi: kuna taifa ambalo limetoka Misri, nalo limeenea mahali nchi kila mahali nchini, tena linatishia kuchukua ardhi yangu. Njoo sasa uwalaani watu hawa kwa ajili yangu, maana wana nguvu kuliko mimi. God tells Balaam, don't go, and he goes. Amen. He goes asking God about what God has spoken. Mungu akisema hii ni dhambi, ni dhambi. We don't discuss with the God of what he has said. Amen. Akisema hivi ni vibaya, ni vibaya. We don't discuss. Amen. Sasa Balaam alikuwa anaambiwa, anasema nimetubu, sitafanya hivyo, tuendelee. Anarudia tena, anatumiwa wajumbe. Anarudi kwa Mungu second time. Hallelujah. God speaks, you violate, and you go back to God without even sinning, without even confessing, and you go to God. Mungu niambie hapa kunienda namna gani? What am I supposed to do, God? Balaam anakutwa na wajumbe wa Balaki, na anawaruhusu kuingia kwa nyumba wamuulize swali. Why can't Balaam tell these people off? My God say, you can never go and cast people that I have set free from captivity. Amen. But now, jambo ya kushangaza ni kwamba Balaam anawaambia wale wajumbe, hebu tulale, kesho nifikirie, ama kesho niongee na Mungu nione kama ataniruhusu. And they sleep. And then he tells them, Mungu wangu amekataa. They go back. And Balak sets another stronger group. The word says, Balaki akatuma watu wengine wenye vyeo katika ufalme, waende wakamjaribu Balaam. And then he welcomes them. Na Balaam alimalizwa na Mungu mwenyewe, sababu mara ya pili aliwakaribisha wale watu kutoka kwa Balaki, na mara ya tatu akawakaribisha. Mungu akasirika, akamwambia haya, kwenda, lakini vile utafanya, kile nitakachosema ndicho utakachosema, nisiposema hutasema. And Balaam went. Alipoenda kule akaanza kuongea, lakini Mungu akapindua ulimi wake, akaanza kubariki. Today it is not like that. Hallelujah. Ukiona mwanaume anakutaka, wacha kumpa nafasi. Hata kama ako na gari, usiingie hiyo gari. Hata ukiona amekuja stage, amekuona na unajuaga anakutaka, wacha kujifanya kalulu. Kimbia huko ndani. Kimbia nje, jifiche kando kando. Kimbia kwa vioski ukae, watu wa nini unajificha? Usilemewe, kaa muoga. Mtu atakusukumia lifti na unajua tu utakuja tu kutega. Utaingia kwa mtego. Balaam aliingia kwa mtego, akatangaziwa kifo na malaika. Malaika alitoka akatoa upanga, akamwambia nitakumaliza wewe, na isipokuwa ni punda. Imagine mpaka punda inaongea. Hata wewe umeshindwa na mnyama kama uko hivyo. Balaam alishindwa na mnyama. Mungu akaona hii mtu asiki, let me try through a donkey. And the donkey speaks. Hallelujah. Nikamuuliza, kwa nini unanipiga namna hiyo? Na nimekubeba siku zote, tumekuwa tukitembea na wewe. Why are you hitting me? And he is so stupid, he talks to a donkey. He's a prophet. He's a prophet.
and he speaks to the donkey. In fact, akamwambia, sababu unanichezea mchezo mbaya. He's yet not thinking. If you want to know our empty mind, hallelujah. Ukitaka kujua wewe ni mkebe. Hallelujah. Hallelujah. Mtu akuje kwako aanze kukuambia ati ninakutaka na unajua wewe umeokoka, there are things you can never do, and then ujue ukuone kesho anakutumia message na unamrudishia. Anakuambia hai dia, na unaanza kusema dia. Ni dia ya nini? Ati unajua dia sio vibaya. No, bad. Dia sio baya. Kumwambia dia, hata my boss ananitanga sweetie, honey. Hi sweetie. Don't entertain these people. They are ready to do evil. They are ready to commit sin, and you are not ready. And they want to commit sin with you. Wanaenda wakati mnataka kuolewa, mnakuwa na taabu nyingi sana. Sababu kila mwanaume ni bwana. Hata muongo ni bwana. Yule anadanganya ni bwana. Kwanza ajaribu tu akupeleke mahali. Anunue nyama, alipe bili ya 2,000 ama 3,000. Wewe unakuwa umekuifa miguu na mikono yote na unasema Jehova asante, maombi yangu imejibiwa. Imejibika sasa. Naona nimeanza kupaa. Marriages will never come when people violate this life of Christianity, this life of salvation. Amen. Hallelujah. Sasa Balaam ndiye huyo. Akaenda akamwambia Balak. Baada ya Mungu kupindua ulimi wake, akabariki wana wa Israeli badala ya kuwalaani. He blessed them. And then wakaenda ndani na Balak. Akamwambia, let me tell you, watu hawa Mungu wao anachukia usherati. Twende kwenye mto ule. Abia watu wako, kwa sababu vijana wao na wasichana wao wanaogeanga kwenye huo mto. Wanaogeanga kando ile vijana na kando hii wasichana wanaogea huko. This is Balaam the prophet in the Midianites, ambaye anapeana hekima katika watu wa nani? Watu wa mataifa. And the Midianites, they are the sons of Saul, the brother of Jacob. Hallelujah. Walikuwa wameshikana hivi. Now Balaki akaambia wasichana wake, mwende ngambo ile kwenye vijana, mtoe nguo, mwanze kuoga hapo. Na nyinyi wasichana, na nyinyi vijana, mwende pande hii kwenye wasichana wa Israeli, muwe ngambo hii, mtoe nguo. Sababu wakionana macho kwa macho, ngambo kando kwa kando ni mayouth. That's what happened. Wakaenda vijana wakaona wasichana wa Midiani, wa Balaki. Na wasichana wakaona vijana, wakaanza dhambi. God hit them so hard. 23,000 of the Israelites died. Na Mungu akamuua Balaam. Na akamwambia, wewe Balaam mwana wa Beori, wewe ndio umefundisha watu wa mataifa kuleta vikwazo mbele ya watu wangu. Amen. When you confess and you do not move out of it, and you look like you still want it, wewe unaweka vikwazo kwenye wokovu wako na vikwazo kwenye wokovu wa watu wa Mungu. Whether Balaam say, I have sinned against you, God, forgive me. The first time God says, I have forgiven you, fine. Hallelujah. And then tomorrow Balaam repeats the same thing. Repeat again and again. You are so good. You are still born again. You are saying, God, I confess all my sins, but you are still not yet done with it. It is in the heart. Ni kama kusema, Mungu nimetubu hizi dhambi, lakini in the heart bado, kama wewe ni msichana, bado unasikia umodi yako ndani. Wokovu sio kitu ya kucheza. You cannot pray around like Balaam with this salvation. Paka puta zinaongea na hutaki kusikia. 1 Samuel 15
Verse 24, it speaks of Saul sinning. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimearifiwa amri ya Bwana, pia na maneno yake. Ndio, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Basi sasa nakuomba, unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kuabudu Bwana. Hallelujah. Saul also is another victim of confession and still goes back to sin. Mara ya kwanza akaambiwa kwenda ukapige mfalme Agagi, mfalme wa Amaleki, uwapige na umalize kila kitu na usichukue hata nini. Wakati Sauli alienda akawapiga, amen, akawamaliza, alimuokoa Agagi mfalme wa Amaleki, akambeba akaja naye, na pia akatafuta kondoo zilizonona akazibeba. Samueli akiwa amekaa akasikia kondoo zinalia kwenye ikulu ya mfalme, akamuuliza, hizo kondoo ninasikia zinalia kwenye hapa, zimetoka wapi? Kwani kuna vitu umebeba kutoka kwa Amaleki? Akasema, niliona kondoo zilizonona, nikafikiria nizilete tutolee Bwana dhabihu. Akamuuliza, Bwana anafurahishwa na dhabihu ama utiifu? Amen. Hallelujah. Akamwambia, Bwana amekukataa siku ya leo. Bwana amekukataa siku ya leo. Na maneno ikafika hapo. Kuna mahali watu wanakataliwa na Mungu. Ingiliari wanakaa katika wokovu lakini walikataliwa. Kwa sababu gani? Wako na kujiongoza. Hallelujah. Hallelujah. Sauli akaambiwa, nimekukataa kuwa mfalme. Raundi ya pili akaambiwa, ngojea nikuje kutoka Rama, nikuje nitoe dhabihu. Akakimbia akasema, Samueli amekaa sana, amekaa siku 7. Siku ya 7 akasema, hata mimi naweza kutoa. Akasema, leteni huyo kondoo. Akamwaga chini, akachinja, akatoa hiyo dhabihu. If you choose the wrong thing, you start existing, because pain will start coming. When you choose the right thing, hallelujah, pleasure comes. Unakuwa na raha, you are so peaceful, you are so nice, so smart. Unasikia vitu vyote viko sawa. That's life. And that wrong choice, it carries bad things, which is pain. It's pain. Inabeba vitu vibaya. So make the choice. Mimi nakuguide to make the right choice. Amen. Amen. Choices of bad things, it is very well clear within us. Bad choices are clear. Kufanya uamuzi mbaya, it is clear in us. Don't make that choice. Don't make that choice. You will have pain. You will start living. Na nimekuambia kile kitu Mungu alinifundisha ni kwamba if I have life, I have all the pleasure of life. Nisomee Joshua 7 mstari wa kwanza. Israeli wamefanya dhambi. Israeli wamefanya dhambi. Naam. Naam. Wamevunja agano langu. Wamevunja agano langu. Nililowaagiza. Naam. Naam. Wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vya wenyewe. Ndio. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Ndio. Wakawapa visogo adui zao. Ngoja kidogo. Hallelujah. When you go out, the enemy will always prevail against you. Wapendwa, mjifundishe kutubu. Learn to repent. Learn to confess. Usijaribu kwenda hospitali kutibiwa ukiwa haujafanya proper confession. You will die. Either
either way daktari atakudiagnose na kitu ambacho hakiko, na utaambiwa ununue madawa ya 10,000 na utanunua, hiyo ni hasara. Don't go to a court, hata kama ni wewe umefanya dhambi. Don't go to a hearing in a court of law without proper confession. Utafungwa. Nikawaambia kwamba Yesu Kristo alipotununua alifungua mlango wa toba katika maisha ya kila mtu. You must confess. You must confess, and confess in the right way properly before you go to a court. Before you go to see a doctor kwa sababu ya homa ndogo. Tutana utubia people. Israeli waliopiga Wafilisti, wakawapiga Wamedi, wakawapiga Wamaleki, Waamori, wakawapiga, kupiga, kuchapa, kukanyanga na kumaliza. Lakini a small tribe walikuwa wanaitwa Ai, waliwakanyanga wakapotea. A group of people who were not even known in the land. Walipiga Israeli, makamanda wakuu, Joshua akiwa kiongozi. Mpaka wakaenda Mungu akamwambia, you have sinned. You have sinned. You have gone into war without repenting. You have gone into a war without confession. That's why you have lost. So comes back. Anauliza haya, watu nani wamefanya dhambi ndani yetu? Akasimama akamwambia, I have sinned against the Lord and against him. Ni mimi niliiba dhahabu, ni mimi niliiba upanga, ni mimi nilikuja na koti, niliona zikiwa nzuri, nikabeba nikaja nazo upande huu. Akamwambia, nimetubu sana. Nimetubu sana. Joshua akamwambia Mungu, Akan amesema ndiye aliiba vitu, na yeye ndiye alibeba hiyo vitu, ndiye alileta. Yeye ndiye ameleta maangamizi katika taifa hili. Mungu akamwambia apigwe na mawe aangamizwe. Akapigwa, akaangamizwa. Dhambi ikaondoka katika Israeli. Don't start business with people who sin day and night and they don't know the language of repentance and confession. Don't. Utaenda chini. You will lose. Nisomee Matthew 27:4 and 5. Hii nayo ni ingine ya ajabu sana. Kuna mkora alikuwa anaitwa Judas. Soma. Wakasema, basi haya yatupasa nini? Yaangalie wewe mwenyewe. Judas alipomsaliti Yesu, haleluya, baada ya kumsaliti Yesu alikimbia kwa wazee akawakuta. Alipowakuta akaenda kutubu. Ninasoma mstari wa 3. Hapo Yuda ambaye ndiye aliyemsaliti alipoona kwamba wamekwisha mhukumu Yesu, akajuta, akawarudishia makuhani wakuu vile vipande 30 vya fedha. Akawaambia, nimekosa kwa kumtoa mtu asiye na hatia au wawe. Lakini wao wakasema, yatuhusu nini sisi? Hilo ni shauri lako. Judas repents. He repents. Nimekosea kumsaliti mtu ambaye hana makosa. I have sinned. That's another character. Amen. Nimefanya dhambi tayari. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anatubu. 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 Hivi ndizo zile dhambi unasikianga kwamba utakapo mtukana Roho Mtakatifu, Biblia inasema kwamba utakapo mtukana Bwana ama Mungu Baba utasamehewa. Ukimtukana Yesu utasamehewa. Lakini atakaye mtukana Roho wa Bwana hatasamehewa katika dunia hii na hata katika dunia inayokuja. Judas
msaliti Yesu alijiona, akaona dhambi zake, akakimbia kwa wazee wa makuhani, akawaambia, nimefanya dhambi kumsaliti mtu asiye na makosa. Hawa wakamuuliza, inatupasa nini? Akatupa zile senti ama shekel 30 alikuwa amepewa, akatupa hapo chini, akakimbia akajinyonga. There are some sins that you do, even if you go repenting, you have no healing. There's no healing for you. Amen. Sasa unataka kuniambia alipokimbia akajinyonga alienda mbinguni? Si amefanya dhambi nyingine tena mbaya zaidi ya kujiua, akamalizika namna hiyo. Take care. Whatever you are doing, don't touch the untouchables. You touch the touchables, the untouchables, you are done. Wachana na wachungaji. Ndio sababu niliwaambia muache kupiga wachungaji. Hata mkisikia ni mchungaji wa kutoka wapi, wachana na yeye. Wachungaji ni untouchable. Manabii ni untouchable. Don't touch them. Utaenda umumalize, uongee mambo yake akwishe, lakini utaangamia. Utaangamia. Hata utakaposema, oh Lord, I have sinned, forgive me, itategemea kiwango cha yule mchungaji. Kama ni wale walio katika level ile ya juu sana, lazima utakwisha. Kutubu kwako utasamehewa, lakini utapatwa na mtego huo wa shetani, tena uangamizwe na dhambi yenyewe, utaenda jehanamu. Amen. Hallelujah. Nimekuonyesha the various way, 5 of them, the various ways of the different kind of people ambao wanahambo wamepata dhambi. Na nimeongea mambo ya watu walio na Mungu. Sijaongea mambo ya wale watu wako huko nje. Ninaongea watu ambao wameokoka. People who have God in them. Saul had God. Achan had God. Balaam had God. Hallelujah. Hata Firauni alikuwa amekaa na hawa watu. He knew this God. He knew this God. That's why he says, I've sinned against your God and you, Moses and Aaron. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sasa tuende tukamalizie. Nikuonyeshe toba ambayo unafaa kutubu. Nisomee Job 7 verse 20. Kwamba nimefanya dhambi. Kwamba nimefanya dhambi. Nikufanyieje? Job found himself into troubles. Watoto wamekufa, taabu imeingia, and then he realizes he has sinned against God. Ndio sababu hii taabu akasema, nimefanya dhambi. Nikufanyieje mlinda wanadamu? Nikufanyie nini mlinda wa wanadamu? This is in the Old Testament. Nimefanya dhambi. What do I do, God? We are better kwa sababu we are told, if you have sinned, confess, repent, and start walking with the Lord again. Amen. Sasa yeye anaenda wapi? Mbona umeniweka niwe shahaba yako? Hata nimekuwa mzigo kwa nafsi yangu. Ndio. Nawe je, mbona unisamehe makosa yangu? Mbona hunisamehe? Forgive me, Lord. And when Job said that, all the problems in his life disappeared. Mara moja. He sincerely confessed to God. Nisomee kitabu cha Hebrews 1 verse 14 na usomee mimi Luka 15 verse 24. Lakini baba alimwambia watumwa, akawaambia watumwa, nileteni upesi vazi lililo bora. Leta vazi lililo bora. Mkamvike, mtieni na pete kidoleni. Mumvike na mumutie na pete kidoleni. Na viatu miguuni. The Bible says about the prodigal son. Hallelujah. Hallelujah. Alienda akamwambia baba yake, nipe mali yangu yote. If you read Luke 15, all of it utaona hapo. Nipe mali yangu yote niende. Akapewa mali yake yote, akaenda.
Akaikula ikaisha. Akaenda kuomba kazi kwa tajiri mmoja. Akamwambia, ile kazi niko nayo ni ya kulisha nguruwe. Utawalisha? Ndio. Akapewa kazi ya kulisha nguruwe. Lakini kitambo afike hapo, alienda kwa marafiki zake. Wale walikula na wao. Akamwambia, wewe tuondokeni. Nikopeshe? Nisaidie? Nilale kwako? No. Nikuje? And then wakati anafuga nguruwe, analisha nguruwe, akasema, si nyumbani kwa baba yangu kuna watumwa wanakula na wanashiba? If I go back to my father, no, I will go back. He made a clear decision of life. I will go back to my father and say, Father, I repent. I sinned against you. I have come back. And don't make your son again. Make me one of the servants here. And I know I'll be okay. Amen. And then he started going back. Baba yake akiwa juu kule kwa nyumba kwa ghorofa, akaona kijana yake ndiye anakuja. He was met with a shock of life. A shock of life. Hakutarajia hivi. Alikuwa anafikiri bwana yake atamkemea, baba yake atamkemea, amwambie, go away you devil. Oh Father, in fact, kabla hajasema, he has decided and he is on the way to go and repent. Take a piece of paper, write your sins, name them, give them words. Give your sins words. Wacha nikufundisha what happens in the brain. Amen. Akili ya mtu imeumbwa na Mungu kama computer, but it's an intelligent computer, very intelligent. Kazi yake ni kufikiria. But who thinks? It is a soul, nafsi ya mtu. It draws from the Father in the mind, inaweka hicho kitu, and then the mind processes. Akili ya mtu iko na chambers tatu. Iko na conscious mind, subconscious mind, and then some other mind wanaita infinite mind, ambayo iko chini sana. Hallelujah. When a thought comes in you, if you do not write it down, meaning you give it words, ama you give them names, it disappears forever. What happens in the mind? Hii akili ambayo imefikiria, the conscious mind, inaitupa kwa subconscious mind as a dustbin. Tupa hiyo, ameikataa. Hiyo mambo inakwisha. Utakuja kuikumbuka wakati wa taabu, wakati wa shida, wakati wa mihemuko ya maisha, when you are dying. Hallelujah. But if you give them words, now they are real. They become, that idea becomes real. Amen. Hallelujah. And then you can start acting on that thing. Now, if you do not name your sin, your spirit throws it into a dustbin, and you forget that you had sinned. And now the problem of life starts there. Job sinned. Read for me Job 42. No, Job 31. Nilifanya agano na macho yangu. Yes, that one. Basi nilifanya agano na macho yangu. Soma. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Nawezaje kuangalia msichana? What was happening in Job's life? What was going on? Why is this subject coming in? Chapter that one. Ati nilifanya maagano na macho yangu, sitamwangalia msichana. Kwani alikuwa anaangalia? Story inamalizia kwamba alikuwa anaangalia wasichana akiwatamani. Hiyo ndio sin ambayo ilikuwa Job. Akiona wasichana weupe ndio hawa, wengine weusi na wengine haya. Hallelujah. And then God was so angry. God was so angry. Watoto wakakufa wote, ngamia wakaisha, kondoo wakakwisha,
And then akasema, I have sinned against you God, forgive me. Lakini wakati Job alikuwa anaangalia wasichana, hakuwa anajua kama Yesu vile anasema utakapomwangalia mwanamke kwa macho na umtamani kwa roho yako, umesini na yeye. He never knew like Jesus. Kumbe when he looked at them, he sinned. Watu ukiwauliza watakwambia sasa kuangalia tu, yes, they admire. Ukiwaenda town na wao utawaona wanawapeleka, wanamaliza hii ni aina gani? Hainayo. Amen. Hallelujah. Now kijana akarealize, I have sinned. I'm going back to my father. When God sees that you have named all your sins, you know them, and now you are going back to God to repent with your sins, and they have names. God comes to meet you, and he calls, my daughter, my son, come, bring the best robe, bring even a ring, put on them, you get the service. Hebrew 1:14. Are not all angels ministering spirits? Are not all angels ministering spirits? Sent to serve those who will inherit salvation. Sent to serve those who will inherit salvation. Read again. Are not all angels ministering spirits? Sent to serve those who will inherit salvation. That's it. That's it. Are they not ministering spirits? Malaika wa huduma. Wakati umeamuka, huyu kijana alipoamuka akaenda kwa baba yake. Amen. Baba yake akamuona kwa umbali, akakimbia, akamshika, akamhug, akamuita, my son, you are back home. Leta nguo mzuri, leta pete, chinja ng'ombe, kanda chapati. Amen. And the people will be jealous. Watu wakaanza, hata ndugu yake alikasirika. Nimekaa na wewe hapa miaka yote hujanichijia kuku. All those years you never bothered about me. Akamwambia, we funga mdomo yako. Don't you know your brother was like a dead person, and this dead person has risen again? Aren't you happy? Come on, let us celebrate. Hallelujah. That's God. That's God. Never ever ignore confession. When you ignore confession, now you have started the pain of your life. Umeanza taabu. You can never taste nice. You can never be salt to people when you don't confess your sin. That's why Jesus said, na muwe chumvi ya dunia. Chumvi ikiisha, ladha yake itafanywa chumvi tena na nini? Kuweni mwangaza. Hallelujah. Be the light of the world. Confess, you become the light. Don't confess, you are becoming the darkness of the world. Don't confess, now you are not the salt. What are you? Kila mtu mko na yeye, wewe ni tabu na ni kisirani kwake. Hallelujah. Be like the prodigal son. Be like Job. Be like David. Be like Abraham. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anangojea. Na Mungu anataka kuona uliokoka. Hekima ya kwenda na wokovu iko namna gani? How do you go? How are you going on earth heading to God? Hiyo ingine nitakuja kuwafundisha wiki nyingine ama another time. Halafu tutakuja kuongeza na hii. Amen. Because I'm going to come now and show you what now do you do with the people who hurt you. Because there are people who hurt people. There are people who are enemies. And they are full all over and everywhere. And you live a wonderful, nice and smart life. Simama sasa. Katika jina la Yesu, ninatubu dhambi zote na maovu yote na makosa yote. Hasa kutotubu, kutotambua dhambi ninazozifanya
na kuzipuuza na kuishi nazo na kuhangaika bila kuelewa kile kinachonihangaisha. Asante Baba, anzisha mpango mpya katika maisha yangu kutoka siku ya leo. Sema amen.